uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Hii ni methali inayoleta maana halisi katika familia hii iliyopo kijiji cha Mlali, wilaya Mvomero, mkoani Morogoro. Familia inayopitia kipindi kigumu baada ya mtoto wao mdogo kugundulika na ugonjwa wa kuwa na tundu kwenye moyo. Niligundua ana tatizo hili baada ya kufikisha miaka 2. Baada ya kupambana naye sana hospitalini, ndipo nilienda, yani homa ilipomzidi nikaenda kulazwa hospitali kubwa, ndipo alipomgundua kuwa ana tatizo hilo la moyo. Sababu ni tatizo ambalo liko nje ya uwezo wao, wakanirufaa kwenda Muhimbili Jakaya Mrisho Kikwete. Kule ndio wakamfanyia vipimo zaidi na kugundua kuwa ana shida ya moyo. Mtoto huyu ambaye jina lake limehifadhiwa amekuwa akisumbuliwa na hali ya kiafya inayohitaji matibabu maalum na ya haraka. Akiwa anajisikia vibaya hivyo, alikuwa anavimba. Kwa hiyo ikabidi wanipe gharama za kumwangalia ni kwa nini anavimba. Zile gharama zilikuwa ni milioni 2.3 Waliponiambia gharama hizo zilikuwa nje ya uwezo wangu, nikaa kwa pale sina, ikabidi nirudi nyumbani kwanza. Wakanipa dawa za kutumia ili apunguze ule uvimbe. Kwa sababu sina uwezo wa kuzipata hizo pesa, ikabidi nianze kuomba msaada. Nikaenda kwa mkuu wa wilaya Mvomero, wakanipa makaratasi ya kupita sehemu za kuomba msaada, sikupata. Ikabidi niende kwenye TV hizi, niende nikaongee ili niweze kupata msaada. Nzuri akajitokea Mheshimiwa Amos Makala, ndiye alinisaidia, namshukuru sana. Akanisaidia hizo pesa, ndio akaenda kufanyiwa vipimo. Baada ya kufanyiwa vipimo hivyo, ndipo nilipopewa sasa gharama za tatizo lenyewe sasa la moyo. Kila siku ni mapambano, si kwake tu bali pia kwa wazazi wake wanaoshuhudia uchungu wa mtoto wao bila uwezo wa kufanya. Kweli imemwathiri kwa sababu hana uwezo wa kusema acheze na watoto wenzie, hana uwezo wa kusema akimbie, akisema acheze kidogo akimbie na watoto wenzie, pressure inampanda, miguu haina nguvu, anadondoka. Yani unakuta sehemu tu, hata uelewe kilichomdondosha. Anakuwa ananyongonyea, hana nguvu, anadondoka. Unaona? Huyo ana homa za mara kwa mara. Na akikaa wiki 2 kakaa kweli. Mara malaria, mara UTI, yani kulingana na kinga yake ndogo. Kwa hiyo mahoma yanamsumbua mara kwa mara, kifua, kukohoa. Na mwingi unakuta anakaa tu, anatulia, anacheza tu. Hapa nimemwandalia vifaa vyake hivi kwa ajili au anajichangamsha tu. Kwa mujibu wa mzazi huyu, wataalamu wa afya wamethibitisha mtoto huyu anahitaji matibabu maalum ya moyo, ikiwemo kufanyiwa upasuaji ili kuokoa maisha yake na kumpa nafasi ya kuishi kama watoto wengine. Hilo tatizo gharama yake ni kubwa. Gharama yake ni 8,850,000. Nikawa sina hiyo gharama, ikabidi niruhusiwe nirudi nyumbani kwa ajili ya kuja kuzitafuta hizo pesa, ndio turudi kama zitakapopatikana nirudi kwa ajili ya matibabu. Sasa hiyo pesa iko nje ya uwezo wangu. Siwezi kuipata ni kivyovyote vile kulingana na hali ya maisha yangu. Na sio kwangu tu, hata baba yake, sisi ni wakulima tu. Kwa hiyo uwezo wa kusema tuipate hiyo pesa ni ngumu sana. Upasuaji wake kikweli unafanyika hapa Tanzania. Unafanyika pale Jakaya Muhimbili. Familia hii sasa inaomba msaada kwa Watanzania na wadau mbalimbali ili kuchangia gharama za matibabu. Sina sapoti yoyote zaidi ya kumtegemea mume wangu. Kwa hiyo nimejitafuta mpaka hivi sasa nina 500,000 ambayo ndio niliokuwa nayo, najiwekeza kwa sababu ukilima umeuza kitu kidogo, unakula kidogo, unaweka hivyo yani. Kwa hiyo atakayeguswa na mtoto huyu
naombeni mnisaidie ili niweze kuokoa maisha ya mwanangu, aweze kupona, aweze kusoma, aweze kuchangamka kama watoto wengine na pia kutimiza ndoto zake. Naombeni sana mnisaidie wananchi wenzangu. Atakaye kuwa tayari kunipa support, kunisaidia, namba zangu ni hizi, ni 0719 54 10 26. Jina linatoka Ali Kokomoke. Uchungu wa mwana haupimiki, lakini kwa kushikana mikono kunaweza kubadili machozi ya mzazi huyu kuwa tabasamu la matumaini. Na matatizo ya moyo, mama ana uwezo wa kumtibia, kwa naomba wananchi mnisaidie ili ndoto zangu zitimie, ili niwe mwanajeshi, niwe kama watoto zangu, niende shule. Kutoka Morogoro, Mariam Juma, Manara TV.